watoto. Jumapili ile tuliyokutana kule Kibiti, tulikuwa na session ya kuombea mabinti na nikaongea kidogo, na mara baada ya hapo kuna wamama wachache waliniambia kwamba tuone namna ya kusaidia na vijana wa kiume, malezi ya vijana wa kiume, kwa sababu kwenye familia ambazo Mungu anatupatia tuna watoto hao wa aina mbili, wa kike na wa kiume. Na naomba wakina mama mnisikilize vizuri katika hizi dakika chache. Kila mwenye mtoto wa kiume anaishi na mume wa binti asiyemfahamu. Hicho kitu weka kichwani, ni muhimu sana. Kwa sababu Biblia inasema wanaume ndio vichwa vya familia. Na ukisoma sayansi ya mwanamke utagundua, sijui kama ile neno mtalifurahia, mwanamke halivyo. Mwanamke ndio kiumbe pekee anaweza kubadilika. Yaani Mungu alivyomuumba, yeye ana uwezo anaweza kuolewa akiwa na uelewa wake, lakini akiingia kwenye ndoa anaweza akawa na uelewa wa mume wake. Kwa sababu wakati Mungu anamtengeneza mwanamke, alimtengeneza mwanamke ili apokee, akiboreshe, alafu anakitoa kile alichokipokea. Na ndio maana mwanamke hashiki mimba kwenye mwili tu. Mwanamke anashika mimba kwenye mwili, nafsi na roho. Kwa hiyo mwanamke hata ukimwambia neno leo, anaweza akakaa nalo hata miezi kadhaa akaja kukukumbushia, kwa sababu yeye ana conceive. Sasa anapoolewa na mumewe, sehemu kubwa ya huyu mwanamke inategemea sana aina ya mwanaume aliye naye. Waga nasema hivi, kwa hasili wanawake walivyoumbwa hawajaumbwa kuwa wauni. Nikisema uuni nazungumzia kutokuwa muaminifu kwenye ndoa. Mwanamke huwa anatengenezwa na mumewe kuwa halivyo. Hiyo ndiyo asili, na nisitumie mume. Mwanamke huwa anatengenezwa na mwanaume. Sasa nasema mwanaume kwa sababu mimi sasa hivi ni baba na watoto wa kike nyumbani. Namna ninavyoishi na mke wangu na watoto wanavyoniona, mimi nawatengeneza wale mabinti nyumbani kwangu, kwa sababu mimi ni mwanaume. Kwa hiyo namna ninavyoishi na mama yao, ninavyo interact na mama yao, watoto wangu kwa sababu ni wanawake, na ukumbuke wao wana conceive, yani wanapokea. Kwa hiyo kila ninachokifanya kwa mama yao, wao wanapokuwepo wanajifunza. Na ndio maana wakina mama mliokuweko hapa kwa nia njema tu, sio vizuri sana kushare changamoto unazozipitia na mumeo kwa mtoto wako. Kwa sababu kipindi unaongea kwa mtoto wa kike, sisi wanaume nitawaambia tuna shida sana. Kipindi unaongea kwa mtoto wa kike, ujue unampa mimba kwenye fahamu zake. Yaani umekaa naye unasema, mwanangu wanaume, ogopa. Yule mtoto anaanza kuingiza wanaume ogopa. Kwa hiyo anaanza kutengenezwa kuwa binti fulani unayemwandaa wewe, pasipo wewe kujua kwamba unamtengeneza kuwa mtu wa aina fulani. Na ndio maana kama tungalijua binadamu, tungewekeza sana na nimeomba samahani. Kuna vitu ukivisema watu wanaweza kahisi kama unabagua. Sibagui. Tungewekeza sana kwa watoto wa kiume. Sina maana tusiwekeze kwa watoto wa kike, kwa sababu matokeo ya mwanamke yanamtegemea mwanaume. Mwahi kuongea na binti mmoja, akawa ananiambia, pastor, mimi sikuwa muuni, ila mwanaume wa kwanza niliyokutana naye, jinsi tulivyokuwa na mahusiano na jinsi tulivyoachana, uchungu wa maumivu ya kuniacha yaliyoniathiri yalinifanya kila mwanaume niliyekutana naye baada ya huyo nilikuwa mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje. Kwa sababu gani? Hana usalama, yani aamini usalama kwa huyo aliye naye. Lakini sikiliza, kama tutawekeza vizuri kwa watoto wa kiume, hawa watoto wa kiume wakikutana na watoto wa kike, wakaweka hazina bora kwa huyo mwanamke, inamaanisha kwamba tutakuja kuwa na familia bora. Na nitawaambia tunapohitimisha,
Yesu alimchagua mwanamke ili sisi tuokolewe, maana pasipo Yesu kuzaliwa na mwanamke wokovu usingekuwepo. Sasa pointi ya kwanza muhimu kwenye malezi ya watoto wa kiume, ukirudi kwenye Biblia yako utagundua kwamba mwanaume alipoumbwa, stage yake ya kwanza mwanaume hakuwa mume. Stage ya kwanza ya mwanaume alianza kuwa baba kabla hajawa mume. Mungu anisaidie hii pointi muielewe. Mungu anasema hivi, si vema mtu huyu awe, nitamfanyia nani? Msaidizi, sio mke. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niende taratibu, maana wa Sabato bwana watasema unatuletea fundisho jipya. Paka na mbwa waliumbwa wakiwa wangapi? Ng'ombe waliumbwa wakiwa wangapi? Mungu alipomuumba mwanaume alimuumba akiwa peke yake. Mwanaume hakuwahi kujua kwamba anahitaji mwanamke, na hata angefikiria kwamba anahitaji mtu mwingine alikuwa hajui mwanamke yukoje. Mwanamume hakuwa na picha kichwani kwake kuhusu mwanamke kabisa, haikuwepo picha kichwani kwake. Aliyekuwa na picha ya mwanamke alikuwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anaposema si vema mtu huyu awe peke yake, pointi ya kwanza ya Mungu anasema hivi, sihitaji binadamu duniani awe peke yake, nahitaji binadamu duniani wawe wengi. Na maanisha nini? Wakati Mungu anaanza kutengeneza watu wa kwanza hakuweza kuwaumba wengi, ndio maana aliyeumbwa wa pili alikuwa mwanamke. Lakini Mungu alikuwa anatufundisha hivi, miaka ijayo mbeleni binadamu tutakuwa wengi, watakuwepo wanawake na wanaume ambao hatujaoana. Kwa hiyo hapa tulipo sasa hivi, wewe una watoto wa kike na wa kiume ambao sio mke na mume, mimi na watoto wa kike na wa kiume ambao sio mke na mume, na wana interact, wanakutana hivi, wanakutana kanisani, wanakutana shuleni wakiwa sio mke na mume. Ila Mungu alitaka kwanza awepo mwanamke na awepo mwanaume kabla hajawepo mke na mume. Kama umenielewa nipungie mkono. Kwa hiyo hatuanzi na ndoa, tunaanza na jinsia mbili tofauti. Jambo la pili, wakisha kuwepo mwanamke na mwanaume, wapo sasa wanaishi, lakini sio mke na mume. Hivi unafahamu kwamba tofauti ya mwanamke ambaye sio mke na mwanaume ambaye sio mume anapoamua kukubaliana kuingia kwenye ndoa, tofauti yao waliokuwa nao ni ipi? Mnisamee, si ni tendo la ndoa tu. Mimi na dada yangu ninaishi naye nyumbani, si ni mwanamke? Ana utofauti na mwanamke wewe? Unafahamu tukisema mwanamke, naomba msamaha kwa sababu kuna wengine mtanyelewa vibaya. Unafahamu mwanamke ni mwanamke tu hata kama ni mama yako mzazi. Yaani akiwa mama yako mzazi sio kwamba sio mwanamke, bado yuko kwenye kundi la nani? Na kila tabia ya mwanamke unaojifunza iko pia kwa mama yako. Kwa hiyo mwanaume ambaye hajaoa wala kuolewa hapaswi kuanza kuishi vizuri na mwanamke akiwa mke wake. Unapaswa kuishi na mwanamke vizuri hata kabla hajawa mkeo. Na mwanamke wa kwanza unayepaswa uishi naye vizuri, mama yako mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Namna ninavyoishi na mama yangu kabla sijaoa, kwa sababu mama yangu ni mwanamke, anawakilisha wanawake, mahusiano yangu na mama yanadetermine aina ya ndoa nitakayokuwa nayo, kwa sababu mama yangu ni mwanamke. Na ndio maana ni muhimu sana vijana wa kiume waliopewa dhamana ya kuwa kichwa kwenye familia kwanza kujifunza kuhusu mwanamke. Na hakuna bidhaa ngumu duniani kama inayoitwa mwanamke. Isikie hivyo hivyo, ni very complicated product. Na wanaume wanapaswa kuwa na macho sana. Hivi unafahamu mwanamke anaweza akakwambia asichotaka, yaani anachoongea sicho anachokihitaji. Yaani unaweza kukuta unaambia mke wangu, wewe kesho kuna wageni hapa, naomba upike ufanye nini, alafu mkeo akaanza kukwambia yani yale mavyombo kule ndani, alafu mchele, alafu sijui itakuaje. Wewe akilini mwako unajua mke wako anataka uanze kuleta jikoni paka safishwe, uanze kutafuta mchele. Kumbe mwenzio anavyoongea vile anataka tu wewe, anataka tu ile affection kutoka kwako. Anataka umwambie, pole mke wangu, najua unachoka, lakini najivunia wewe. Umekuwa mtu wa pekee sana kwangu. Mungu akubariki sana. Unajua ile malalamishi yote aliyosema yanaisha.
Utamshangaa jiko limekuwa safi, vyombo vimepangwa, mchele umewekwa sawa, kwa sababu ameambiwa maneno. Sasa sikilizeni wakina mama. Maneno mazuri ya mtoto wa kiume hayaanzi kwa mke wake, yanaanza kwa jinsia yoyote ya kike. Sijui kama mnanielewa ninachofundisha. Mtoto wa kiume aanzi maneno mazuri akiwa na mke. Ndoa haitufani kuwa na maneno mazuri kwa wake zetu, ila jinsi ninavyoishi na mwanamke kabla ya kuwa mke wangu ina determine jinsi nitakavyoishi na mke wangu. Kwa hiyo tusifikirie kichwani kwamba mtoto wa kiume au wa kike anaanza kuwa mke au mume mwenye tabia nzuri akiwa kwenye ndoa. Hapana. Sasa ashumu hivi, kama mtoto wa kiume anapaswa ajifunze kuhusu mwanamke na mtoto wa kike anapaswa ajifunze kuhusu mwanaume kabla hawajaingia kwenye ndoa, swali la msingi, wanajifunza kwa nani? Haya, turudi. Wewe unavyojiona wewe na mume wako, nyinyi mnatufundisha? Yaani wewe mama, wewe na mumeo nyumbani, watoto wako wanajifunza nini? Mnisamehe wakina mama, mnafahamu kwamba watoto wetu hawajifunzi maneno tunaowaambia, watoto wetu wanajifunza matendo tunayofanya. Watu wengi wanafikiri maneno yale restrict. Yaani wewe kaa, mimi ndio nikisema ole wako ufanye hichi, acha hichi. Watoto yale maneno hawajifunzi. Sehemu kubwa ya mtoto ambao unaweza ukamwandaa kuwa mtoto bora, anajifunza wewe na mke wako mnaishije, wewe na mumeo mnaishije, namna mnavyoishi pale nyumbani. Ndipo unapomwandaa huyu mwanaume kuwa mume bora na huyu mwanamke kuwa mke. Lakini nimelisema mwanzo, mwanamke akishaandaliwa kuwa vizuri, sehemu kubwa mwanamke ni rahisi kuwa mzuri hata kama hakuwa mzuri, ila akiwa na mume mzuri. Kwa hiyo niwaombe wakina mama, malezi sio kumfundisha tu mtoto kusoma. Malezi sio kumsomea lesoni. Malezi sio kumwambia hiki ukifanye, hiki fanya. Malezi ni mtindo wa maisha ya mama nyumbani. Ndio maana leo mnalalamika huyu mtoto pastor muda wote yuko na simu. Alijifunza kwako. Kwa sababu huwezi kumwambia mtoto usichezee simu wakati wewe ukirudi nyumbani unashinda na nini? Tayari unaanza kummold kutokuwa kijana mzuri, kwa sababu mtoto ajifunzi unachosema, anajifunza unachofanya. Kwa hiyo wazazi, baada ya kuwekeza nguvu sana kujifunza mafundisho ya kuwafundisha watoto, kumbe tuwekeze nguvu sana kujifunza namna ya kuishi na wenzi wetu nyumbani. Nilikuwa naangalia ka clip alinitumia mama mchungaji kazuri. Kanaonyesha mama alikuwa amezaa watoto wake wawili. Kila siku mume wake anaporudi, akifungua tu mlango, yule mama amekaa chini anacheza na watoto. Akiona mumewe amefungua mlango, anaamka anamkimbilia mumewe. Siku ya kwanza watoto wakageuka tu kumwangalia. Akaenda paka kwa mumewe, akampokea, wakaweka vitu, wakapiga story. Siku ya pili watoto tu wakamwangalia. Siku ya tatu mama alipoamka kumkimbilia mume na vitoto viko nyuma. Siku zilizoendelea mbele wakaanza kushindana kumuwahi baba. Yaani nilikuwa naangalia kile klipu nimekapenda, hata akigonga ambaye sio baba, gongo unakuta vitoto vinakaa attention vimshinde mama kumuwahi nani. Lakini angalia, kuna mama hampokei mumewe, kakaa chini na watoto, baba anapoingia yeye anaanza amumpokei baba yenu, mkampokee baba yenu nyie watoto. Hii tabia ni mbaya. Yaani katoto kanatamani kakwambie katoto kanatamani na kakwambie mama aumpokei mumeo. Mama, hii ni tabia mbaya. Kwa sababu mtoto hajifunzi maneno, mtoto anajifunza vitendo. Na ndio maana wakina mama, kuna vitu sio kujidhalilisha kwa mumeo, kuna vitu unainvesti kwa mtoto wako, na jisikie vizuri kuvifanya mbele zao. Sasa Afrika hapa tumeathiriwa sana. Kuna vitu ukifanya mbele ya mtoto unaonekana mtu wa ajabu. Onyesha watoto wako kwamba mama yao unampenda. Amekupokea tu anafungua mlango, mkumbatie mkeo mbele ya watoto, mtandike busu. Tena zito, sio lile la kuogopa. Mnyuke mpaka watoto wanawakugusa. Baba, anambia ndio unasimamisha busu, anambia mnasemaje? Kale katoto unaanza kukaimpact. Kama katoto ka kiume kanaanza kujifunza. Mke wangu alinitumia ka clip kingine nilikapenda. Baba mmoja alikuwa anakula tunda
na mke wake, mke wake alikuwa anakula aina fulani, ni Mchina, sijajua ni aina gani ya tunda. Mama alipokuwa anamumunya akitaka kutema tunda, baba alikuwa anawaisha mkono, anaipokea kutoka mkononi. Baba alivyoipokea kutoka mkononi anaenda kuiweka kwenye dustbin, mama anasafisha mdomo tu ile. Nikaona kijana mdogo wa kiume naye kasogeza mkono kwa mama apokee nini? Anajua mama mdomoni anatunda. Unafikiri huyu kijana mke atakayemuoa ana shida? Mnafahamu kwa nini sasa hivi ndoa zenu nyinyi, samanini nifute nyinyi, unafikiri kwa nini siku hizi ndoa zetu zinatusumbua? Shida sio ndoa, shida ni mzazi aliyemzaa huyo mtoto uliye naye. Mama mkwe ndo kakuletea shida. Ni mama mkwe na baba mkwe. Huyo kijana hakuwa na shida kabisa. Hakuwa na shida kabisa. Lakini ameishiji pale nyumbani. Angalieni ulimwengu tulionao sasa ambao mimi nauogopa. Unafahamu sasa hivi unaweza kukuta baba haonani na watoto wiki nzima. Unafikiri yule kijana wake wa kiume anayekuwa nyumbani anakuwa akiwa anatengeneza perception gani? Yule kijana anaanza kukua akisema okay, kumbe wanaume ndivyo tunavyokuwa kama alivyo nani? Kwa hiyo bila baba na mama kujua, yule kijana wa kiume waliye naye nyumbani wanaandaa bomu kwa binti wa watu. She so innocent somewhere there. Kuna kadada kako huko Nyandete akana habari, lakini impact unaoifanya wewe pale nyumbani kwako, yani mambo unaoyaishi kwa yule kijana wa kiume, unamwandalia tatizo la miaka 25 la binti wa watu waliokuwa sehemu fulani. Ndio maana hata sasa hivi ndani ya ndoa kuna wengi wetu tuna struggle kwa makosa ambayo ni ya wazazi wao na sio makosa yetu. Sasa tuache hizi concept kwamba malezi ya watoto ni kuhudhuria semina ya kufundishwa. Malezi ya watoto ni kusoma vitabu. Nilikuwa airport Ethiopia, tunasubiria kubadilisha ndege. Nikamwona mama mmoja wa Kikorea ana kitabu kidogo, mtoto hakuwa mkubwa yule, sijui ni miezi mingapi, kina rangi. Anamwekea yule mtoto aangalie rangi whatever. Mume wake pembeni yuko busy na simu. Sasa nikajaribu kujua kwamba wanaongea Kiingereza, nikakuta baba anaongea Kiingereza kizuri. Kwa nikaanza kumwambia hiki kitabu kinamaanisha nini? Anasema kule kwetu Korea tumefundishwa mtoto ana stage za kufundishwa. Kwa hiyo hapa tunamfundisha hichi kitabu, akikuwa kidogo tutamfundisha hiki ili msaidie kuwa mtoto bora. Nikamtania yule baba, mke wako anamfundisha mtoto rangi za kitabu, wewe uko pembeni unaangalia simu. Unafahamu kwamba mtoto anasoma vitu viwili kwa wakati huu? Na unampa uhuru wa kuchagua. Yaani mtoto sasa anachagua kipi bora, kusoma hichi anachosema mama au kufanya hichi anachofanya baba. Nasisitiza wazazi wenzangu, malezi ya watoto sio tu. Kama wanandoa mngejua, tungejifunza sana sisi kuishi vizuri kama mke na mume. Ndio malezi namba 1 kuliko mafundisho ya kulea watoto. Ngoja nikupe mfano. Kuna kanisa lina mafundisho ya ukweli kama letu? Na wauliza, kanisa letu lina ukweli mtupu tusiouishi na bado tuko ndani ya kanisa, lakini huo ukweli hauko sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo kuwa na taarifa sahihi sio kumlea mtoto vizuri. Kuwa na taarifa sahihi, ishi taarifa sahihi ulizonazo, ili mtoto ajifunze kutoka kwako. Huwa namtaniaga mke wangu, usimfundishe mtoto unachokisoma, ila kiishi unachokisoma. Kwa hiyo ukikisoma kitu ukakielewa, kabla hujaanza kumwambia Christina njoo kaa hapa, anza wewe kuishi. Kiishi mbele ya mtoto wako. Hebu kielaborate, mfanye mtoto wako aone okay, kumbe hichi kitu ni kizuri. Niliwahi kuhadisia mwaka mmoja, mke wangu alikuwa ananichonganisha sana na watoto. Niliwahi kuhadisia kwenye Kionda Net Event. Mtoto wetu alikuwa, mke wangu amemtengenezea ratiba ya chakula saa 7, then akila anakaa nusu saa anatakiwa alale. Sasa nikiwa siko nyumbani sijui vinavyoendeleaga, lakini nikiwepo yule mtoto akibisha kula utasikia anaitwa, "Pastor, hataki kula." Sasa sikuwa na elimu nzuri ya malezi, nikawa natongea kibaba, "We Christina, kula chakula." Yule mtoto anakula anamaliza. Akienda kitandani kulala, anapocheza cheza hataki kulala, mamake akiniambia tu, "Pastor, hataki kulala." "We Tina." Unakuta ule mtoto ni mchana, jua kali, lakini baba akisema, "We Tina," na shuka anajifunika. Na akili yangu nilikuwa najivunia, najiambia, yes, mimi ni baba nikisema. Siku moja nimefululiza makambi, nikarudi
usiku wa Jumamosi, usiku sana. Kwa hiyo nikalala sana, nikaamka saa 3 asubuhi. Natoka nje nakuta binti yangu yuko na mkanda wa mama yake wa kujifunga kiunoni. Wakina mama mna nguo mnavaaga, hata leo utakuta wengine labda wanazo, unafunga kamkanda kembamba. Nikashika nikakuta amekashika, alikuwa anachezesha kibaba baba. Si mnajua ile, huyu ndio baba, huyu ndio mama. Sasa naogopa kusema kwamba hivi unafahamu kwamba ile kibaba baba anayechezesha mwanao, wanaochezeshwa pale ni wewe na mmeo. Wewe ukitaka kuamini nyata kaa nyuma yake, msikilize anachochezesha, you'll be shocked. Maana mimi nilijikuta nichezesha mimi. Kashika mkanda ndio mimi, alafu anaongea mkanda, baba anaongea. Anasema hivi, "We Tina, kula chakula." Niko nyuma yake, ajui kama niko. Nikasema nisimshtue, nirudi zangu ndani. Sasa nageuka nirudi ndani, nikasikia tena, "We Tina, kalale." Alafu anaendelea, "Nikukuta hujalala." Nikarudi ndani kimya, nikaingia chumbani, nikamwambia Mungu, asante kwa hili somo, nisamee. Alafu Mungu alivyokuwa fundi, tulikuwa wote na mama mchungaji nyumbani hiyo Jumapili. Akabisha tena kula chakula, mama yake akaita, "Pastor." Hataki kula, na mimi nikamuitikia, "Aya." Nikatoka chumbani, nikamchukua mke wangu, nikamwambia muache kwanza, nikaingia naye ndani. Nikamwambia mke wangu, leo mtoto amenifundisha kitu cha ajabu sana. Nikamwambia tunakosea, hebu tumfundishe mtoto kwenye engo nyingine. Ndio kwa mara ya kwanza nilijifunza, kuna kitabu kizuri kinaitwa Heart to Heart. Kwa mara ya kwanza nilijifunza sehemu 95% ya mtoto hajifunzi ulichojifunza na kumfundisha, anajifunza ulichojifunza ukakiishi machoni pake. Kwa sababu mtoto hajifunzi sana kwa maneno, anajifunza sana kwa vitendo katika umri mdogo alionao. Kwa hiyo usije ukajivunia kwa sababu ni bingwa wa kufundisha. Usije ukajivunia kwa sababu ni bingwa una taarifa nyingi. Na sijui kwa nini nakuaga hivi, kwa research yangu mimi, wengi wataalamu wa kufundisha masuala ya ndoa ya familia za kwao huwa zina shida. Wewe nenda uchunguze. Kuwa na taarifa na kuziishi taarifa ulizo nazo ni vitu viwili. Sasa wakina mama ni waombe, ishini taarifa za malezi hao watoto. Kuna wakati mimi pale nyumbani nakuaga kama mwenda wazimu, lakini pointi yangu ni wafikie hao watoto. Mimi na wakike tupo, kwa kuna wakati wanataka wacheze lede na wako wakubwa wawili, watatu ni mdogo. Ili lede ichezwe lazima wawe wangapi? Wawili wanacheza hapo hapo. Si mnajua hapo hapo air. Kwa hiyo ni lazima na mimi niingie kwenye nini sasa? Mmoja asimame kule, mimi nisimame huko. Napo interact nao kwenye lede, ukweli nitakaozungumza, jinsi tutakavyocheza, haki nitakayoifanya, ndipo mtoto anajifunza. Lakini wewe uko kwenye lede na mwanao, umepunyuliwa mpira, haujakubabua lakini umepunyuliwa nguo. Pwa. Na mtoto ameona kabisa umepita kwenye nini? Alafu naambia, "Haujanibabua, sijababuliwa." Wewe bila kujua yale matendo unayoyafanya yanamtraining mtoto kuliko ukweli unaomfundisha. Leo unamwambia mwanao hivi eti usiseme uongo, alafu anakusikia kwenye simu wewe unasema. And the bad thing, kuna wakati hata ndani ya magari yetu waga tunaongea mambo mabaya na watoto wetu wakiwepo. Especially Jumamosi. Unakuta mama mchungaji anaanza kumwambia, "Unajua umbea tunao wengi. Mke na mume wanaopendana ni wambea." Waone tu hivyo. Huwa wakikaa kwenye gari wanajadili sana. Sasa imagine mko kwenye gari, mkeo anaanza kukuambia, "Hivi baba nani, umemwona mama nani alipovaa?" Na ukumbuke nyuma mna watoto wangapi? Wewe unadakia, kwa kweli amevaa kipuuzi sana. Yule mama hajiheshimu. Katoto kako wapi? Alafu kurudi nyumbani unasema, "Wanangu haitakiwi kumsema mtu." Unamwambia kabisa, "Fungua Zaburi 7 fungu la 9, mtoto anasoma. Mtoto anatamani akuulize, lakini kuna wakati ananyamaza. Anaponyamaza, wewe unaanza kupoteza imani ya malezi kwake. Unapotezaje imani? Kwa sababu unachokisema sicho unachokiishi. Hakuna kitu kibaya kama mtoto uliyemzaa akikuzalau kipindi haujui umezalauliwa.
Na watoto wakitudharau huwa tunakuwa na vitu vya ajabu. Na maanisha nini? Una uwezo wa kumuita ukamwambia Christina, usilete, anakuitikia aya. Mmeitikia mdomo, sio nini? Yaani mdomo umekwambia aya, akili anasema niache babu wewe. Mbona wewe mwenyewe unafanyaga? Kwa hiyo mimi niwasisitize wakina mama. Nimalizie la mwisho hili. Sijui kama nyinyi mmewahi kujiuliza, kama unasoma lugha ya Kiingereza, nunua hichi kitabu kinaitwa Mary the Mother of Jesus. Umewahi kujiuliza kwa nini Yesu alimchagua Mariamu amzae? Hebu tuongee ukweli tu, tujifananishe kwamba Yesu hayupo. Unafikiri wewe ungechaguliwa umzae Yesu? Mungu haangalii tu kufyatua mtoto, kwa sababu interest ya Mungu sio kuzaa mtoto. Maana kuzaa sio zoezi gumu. Wakina mama hapo wananiambia hujui uchungu wewe. Lakini malezi ya ule mtoto ndio zoezi gumu. Unafahamu kwamba Yesu ili atuokoe alikuwa hapaswi atende dhambi hata hii? Unafikiri miaka 0 ya Yesu mpaka 12 anajijua, nani alikuwa wa kumlinda asitende dhambi? Mama. Na unajua Wayahudi wako kama Wakuria. Samanini Wakuria. Wakuria, Bwana Yesu asifiwe. Mnisamee. Tamaduni za Kikuria uaga mwanamke kuna wakati anakuwa kama sio mtu. Anakuaga sehemu za mali za mwanaume. Unajua Wayahudi wako hivyo, na ukiangalia Biblia imeandikwa hivyo Inamuonesha mwanamke kama hana thamani. Kwa hiyo najua hata Yusufu na mkewe maisha yao, mwanamke alikuwa anapaswa play part kubwa sana. Na ukumbuke mtoto akiwa mdogo hana dhambi, ila amezaliwa akiwa na mwili wa nini? Na ubongo wake uko plain. Huyu mtoto asilimia zote anamtegemea mama na baba wanavyoishi nyumbani, ili wampandikize tabia ambazo atazifanyia maamuzi akiwa na miaka 12. Ndio maana mbingu inapoangalia duniani inasema mwanamke sahihi anayeweza akatusaidia kuukomboa ulimwengu ni Mariamu. Maana Yesu akizaliwa kwake, maisha ya Mariamu yatakuwa fundisho kubwa kwa Yesu kuliko mafundisho anayoyasema kutoka wapi? Mdomoni. Ndio maana Mungu akamwamini Mariamu akampatia Yesu. Sikilizeni wazazi wenzangu, wewe hapa tunavyoongea sasa hivi, mtoto wako ana umri wa miaka mingapi? Naomba nikutume, nenda ukafanye observation, nenda ukafanye upelelezi, umuone mtindo na mwenendo wa mwanao anavyoishi unakuridhisha. Na ukigundua haukuridhishi, usidili na mtoto kwanza, dili na wewe mwenyewe. Maana wewe ndiyo sababu namba. Maana mtoto alizaliwa akiwa empty. Kwa hiyo anayefanya installation ni wewe. Kwa hiyo matokeo ya yule mtoto asilimia kubwa yanategemea mama. Sasa hili nilisema jana nikiwa hapo Kinyerezi. Shida nyingine tulionayo, huyo mama kawa kama mashine ya kufyatulia tofali. Mashine ya kufyatulia tofali huwa ina mahusiano na tofali kabla tofali halijafyatuliwa. Likisha fyatuliwa hana nini? Sasa sijui kama nyinyi mnaona hichi ninachokiona. Sasa hivi unafahamu asilimia kubwa watoto wetu sisi ni wa kuwazaa, sio wa kuwalea. Yaani hapa tunapoongea wengi wetu ni wakina mama tunaozaa, lakini sio tunaolea. Wewe unazaa, kulea analea binti kutoka Iringa. Wewe unazaa, kulea analea binti kutoka Nyandete. Ndiye unayemwachia mtoto. Sasa huyu binti, nisikilize vizuri, point ni muhimu sana. Huyu binti wa kazi uliomuita huyu, haje nyumbani kwako. Ametoka nyumbani kwao, amejifunza kwa wazazi wake na sio nyinyi. Nani amenyelewa nipungie mkono? Kwa hiyo huyu binti anapokuja nyumbani kwako, ili abadilishe tabia yake, huyu binti, ili kacha yake aliyotoka nayo nyumbani ibadilike, inakuhitaji wewe uwe nyumbani. Wewe ukiwa nyumbani ndio una uwezo wa kumcorrect. Kumwambia dada, hapana, fanya hivi. Hiyo sio, fanya hivi. Lakini huyu binti wewe humjui. Unajua siku hizi kuna winga wa dada wa kazi. Yaani kuna mtu wakati unamlipa ili upate dada wa kazi. Wewe ulituma hivyo, ukamtumia nauli, hakaja, humfahamu. Bahati mbaya alifika Jumapili. Jumapili unamuelekeza tu, sabuni zinakaa hapa, ndoo inakaa hapa, beseni linakaa hapa, lakini hujui chochote. Hujui binti ana miaka 19, ana miaka 22, ana miaka 23.
Hujui miaka 0 mpaka 23 alikaa mikononi kwa mwanamke gani, alilelewa na baba wa aina gani, wamempandikiza nini kwenye kichwa chake. Kafika Jumapili, wewe Jumatatu ulimwelekeza. Sikiliza, hivi vyote unavyomwelekeza sio tabia. Dada njoo, chumba chako cha kulala, neti, njoo, mafagio yanakaa hapa, njoo, unga, sijui nini, umemaliza, umekaa sebleni, unasema sasa kesho mimi nitaenda kazini. Pampers pale nilipokuambia, mtoto anaoga mara ngapi? Unaona hayo maelekezo unayompa yanafanana na training alizonazo kichwani kwa miaka 23. Alafu ukishamaliza hayo maelekezo, kesho wewe saa 12 kamili wapi? Posta, kazini. Anayebaki na ule mtoto ni nani? Unafikiri binti yako wa kazi akijua ufagio unapokaa, unamsaidia nini mwanao ufagio? Binti wa kazi ukimwelekeza sijui unga, unamsaidia nini mwanao? Haya matili yoyote ya nje uliyomwelekeza, sisemi sio muhimu, lakini cha muhimu sana, huyu binti kajaje, ana uelewa gani, ana akili gani? Kwa hiyo binti atakachokifanya, hatofanya maelekezo ya vitu ulivyompatia, ila ataanza kuimpact tabia alizonazo kwa mtoto wako. Wakati wewe ukiwa wapi? Na ukumbuke kabisa, huyu mtoto anayepandikizwa hizo mambo anaandaliwa ni mke wa kijana yuko Msoma. Ndio ile unarudi nyumbani kwako, dada wa kazi ni Mgogo, wewe ni Mjaruo, unakuta mwanao anakusalimia Kigogo. Kasikia kwambia sogo yangu mbukwenyi. Halafu unashtuka, umejua wapi? Unajua kwa nini amekariri Kigogo? Kwa sababu muda mwingi yuko na dada wa samani. Hii kabila ninaoisema kwa nia njema, msinielewe vibaya. Moja ya kacha ya Wajaruo ana uwezo wa kumzaa mwanae, hajafika rori hata mwaka mmoja, lakini anajua Kijaruo. Kwa nini? Kwa sababu wenzetu wana spendi muda. Mimi Wajaruo, mimi lakini sio ilivyo, na waitaga Wayahudi. Mjaruo ana uwezo wa kumuipakti mtoto wake kila kacha ya tamaduni zao kabla mtoto wake hajaenda kwao. Mimi nimelelewa na mama wa Kijaruo miaka 7. Mpaka kilugha kilikaa kichwani chote. Kwa hiyo usije ukawa na mimi pembeni ukaanza kuniteta. Nasikia nakwambia hapo umeniteta. Lakini sikuwa Mjaruo. Kwa nini? Kwa sababu wana kacha yao, wana maintain tamaduni yao. Sasa na sisi Waadventista wa Sabato tuna kacha yetu kwenye malezi. Mama, ukimzaa mwanao hamuhitaji dada wa kazi, anakuhitaji wewe. Unapomwachia dada wa kazi akae na mtoto wako, ndipo dada wa kazi anaanza kumtengeneza mwanao kulingana na tamaduni na kule alikotoka kwao. Kinachotokea ni nini sasa? Huyu mtoto anaanza kuwa sio wa kwako, wewe ulizaa, lakini kimalezi sio wa kwako. Na nimsikilize wa mama, sifa ya mama mzazi sio kuzaa mtoto. Naomba msamaha kwa sababu msije mkanijadili vibaya. Maana hata paka naye anafanyaje? Ng'ombe mpaka chizi anazaa. Kwa hiyo usijisifie kwa sababu ulizaa. Mimi binafsi kwa kujifunza kwangu, na muheshimu sana mwanamke anayeinvest kwenye malezi kuliko anayeinvest kwenye kuzaa. Kwa sababu ukizaa bila malezi umetutengenezea shida. Wewe hatukutakiwa tuwe na wewe kabisa. Kwa sababu yule kijana anaenda kudistract generation, anaenda kuharibu kizazi kinachofuata. Lakini mama aliyezaa akainvesti kwa mwanae, na sio kwenye nyumba, sio kwenye gari, sio kwenye kumpeleka mtoto international school, sio kumpatia mtoto kila anachotaka. Kuinvesti kwa mtoto, kuwa na kacha yetu, kuwa na tamaduni yetu. Na ndio maana sasa hivi hapo unaweza kukuta mimi natumia nguvu kufundisha, lakini wewe ni shahidi. Unakaa na mtoto wako masaa mangapi? Madam Spola, nahangaika kweli hapa maneno hivi. Alafu mtu ninayeongea hapa anakaa na mtoto wake. Hebu akina mama walioajiriwa, ngoja mimi nikalculate mke wangu, maana ndoa yangu najua na uhuru wa kuishare kwa sababu sina nyingine ya kuishare. Mimi mke wangu ni mfanyakazi. Na nyumbani kwangu mimi sio mbali na kutoka hapa. Wanaitwa Omboza kama unapafahamu. Ili mke wangu awahi kazini, ni lazima nyumbani atoke saa 11:30 ili awahi kazini, maana ofisi zake ziko Posta. Akitoka kazini saa 11 ili afike nyumbani mapema sana ni saa 2 kasoro.
Hayo masaa mangapi hayuko na watoto wake? Haya, nimesema natolea mfano kwangu tujifunze. Okay, wewe unatoka saa ngapi kwako? Haya, tujiulize, haya masaa haya niliyoyasema haya, mtoto wako huwa anakaa na nani? Mama, tuashumu ni masaa 10, tuashumu, sio kweli. Tuweke masaa 10. Masaa 10 mwanao anakaa na stranger. Sisemi yule mtu sio mtu. Nazungumzia anakaa na binti ambaye sio wa imani yako, hajalelewa Loria, hajakulia chochote, anakacha na tamaduni zake, ndio anaspendi na mwanao masaa 10. Wewe ukirudi saa 2 mpaka unaingia kulala, unafikiri unakaa na mwanao masaa mangapi? Mawili mengi, kwa sababu bado na mimi nakutaka mumeo. Sijui kama unanielewa. Ukirudi nyumbani mama, unatakiwa na mitoto mingapi? Kwa hiyo ukifika nyumbani pap, madogo hapo. Mimi nawaonea huruma akina mama. Muda unitoshi, ila kila nitakapopata nafasi nitakuwa nakuja. Wanawake Mungu awabariki. Utakuta huyu mwanamke ni mfanyakazi, katoka kazini ana stress, ofisi imemdistract, lakini akifika nyumbani mambo yote ya ofisini anaweka pembeni. Anaanza kuconcentrate na mtoto wake. Mtoto akilala tu, bado niko na mimi toto jitu zima. Na mimi naanza, ndio kupigia simu kupokea. Mama aanze, ya unajua leo samani sikukwambia tulikuwa tuna bodi. Kwa hiyo tulivyoingia mume wangu nisamee, ule wako urudie tena. Kesho navaa nguo gani? Okay baba, ngoja nikuandalie. Akati anaandaa, mimi niko sebuleni na vijiti vya masikio. Kazi yangu tu kuuliza. Na asubuhi unaweza kukuta namfokea tena. Mimi tai nilikwambia sitaki. Kwa hiyo ninaposema malezi wa kina mama, msielewe kwamba kama vile mimi Pastor Peter siangalii pia struggle mlizonazo, lakini point yangu iko hivi, pamoja na struggle tulizonazo kama mama, hakikisha macho yako mawili yako kwa nani? Naomba msamaha kwa hili nao lisema. Wanawake wafanyakazi mliokuwa wako hapa leo, Jumatatu mpaka Ijumaa mlikuwa wapi? Jana wewe ni mkurugenzi wa shule ya Sabato, ulishinda wapi? Na leo uko wapi? Mwanao kakaa na wewe masaa mangapi? Au nisikuingilie na maisha yako? Nimeomba msamaha. I thank God ni Jumapili moja kwa mwezi. Tuko pamoja? Yaani hii ni moja kwa mwezi. Lakini kama umenisikiliza vizuri, haukuja hapa kupoteza. Ina maana unarudi na kitu kitakacho impact familia yako. Lakini nihitimishe kwa kusema hivi, kwa gharama yoyote, hata kama uko busy kiasi gani, provide muda na mwanao. Mimi namshukuru Mungu kuhusu huyu binti niliye naye, huyo mke wangu hapo nyumbani. Kuna wakati mke wangu analala saa 6 for the sake of our children. Pale nyumbani nje tumeweka taa kubwa. Kuna wakati mke wangu anacheza michezo na watoto kipindi ambacho amerudi kazini amechoka. Mpaka kuna wakati una intervene, naambia mke wangu, ngoja nikusaidie. Kwa sababu anataka balance. Pamoja na commitment nyingi kiasi gani, still mwanangu ananitegemea mimi. Hata kama niko busy kiasi gani. Na usije ukauzalau umri wa mtoto. Hichi kitu mimi alinifundisha Mama Shimbe, kilitusumbua mwanzoni. Watoto wetu wa kwanza wawili wamepishana, mama ikifika zilo nionyeshe. Watoto wetu wa kwanza wamepishana miaka 3. Kwa hiyo tulikuwa kila kitu tukinunua, tunanunua sare na tunahakikisha simnunulii mmoja bila mwenzie. Okay mama, simnunulii mmoja bila. Tukaanza kugundua watoto wetu wakawa wanasuguana sana, yani wana mashindano. Siku moja tukiwa na Mama Shimbe alitusaidia, akasema sikiliza, hawa watoto kuna wakati mnunulie mmoja, usimnunulie. Anza kumfanya mwanao akimuona mwenzio amepata awe positive na support. Kuna haja kubwa sana ya kuinvest kwenye malezi kwa kujifunza na kuapply. Leo hii wanaume wengi wazuri kwa wake zao na wanawake wengi wazuri kwa wake zao ni kwa sababu ya mama zao, ni kwa sababu ya baba zao. Sasa wewe unanisikiliza hapa, wakina mama mnasema kuchambana na kuomba kuanzia leo, ishi maisha atakayomfanya mwanao awe baraka kwa kijana wa watu. Watoto wangu pale nyumbani siwatafutii mume bora, napaswa kuwaandaa kuwa wake bora, ili kadume katakacho muoa wakinitembelea nyumbani aniambie, mkwe jo tunatoka chemba, ambia mkwe utakunywa soda.
Lakini unafahamu hapa kuna wazazi, mkwe wako akikupigia simu unaanza kusali eh? Yaani simu ikiita, mkwe, Baba wa mbinguni, yule mtoto namjua. Ukimaliza hapo ndo baba, hata hauna nini. Ni waombe wa kina mama, unapo invest wewe muda kwenye malezi mazuri ya mtoto pasipo wewe kujua, unatengeneza kizazi kijacho kuwa na furaha. Lakini una invest kizazi kijacho kuwa na familia bora. Jisikie vizuri kuwekeza nguvu nyingi sana katika malezi. Sasa muda umeniishia, ningeruhusu hata swali moja, lakini tuombe. Tutajifunza wakati mwingine. Basi tuombe. Yesu, asante kwa ajili ya leo machache tuliojifunza. Tusaidie sana, elimu yetu isiwe kujifunza malezi ya watoto, lakini elimu yetu iwe kuishi malezi ya watoto tuliojifunza mbele ya watoto wetu. Ndisho wamama hawa wako waliofunga maduka leo, wako walioacha biashara zao. Kristo, wako waliosimamisha vitu vingi kuwepo hapa. Kwa kitendo hicho tu ni imani kubwa mbele zako. Naomba usiwaache. Haya machache tuliojifunza yakaingie ndani ya fahamu zao. Amsha shauku mpya ndani yao. Mfanye kila mama akaone fahari ya kuwa kielelezo bora kwa mtoto wake, ili kupitia yeye siku moja akajivunie matokeo mema ya mtoto aliyemlea. Asante, nikiamini utatenda zaidi ya kuomba kwetu. Katika jina lako Yesu tumeomba, amen. Mungu awabariki. Dunia imsikie Bwana, hadi kila taifa lipate wokovu.